Unajua wanawake wengine washenzi. Yanaenda pose lishaniishia. Eti nanuka. Alisema nanuka au nguo zinanuka? Nguo zinanuka. Ile inaweza kaa kuta kweli nguo zinanuka Aha. Maki nguo zenyewe hizi sijafua muda. Lakini mbona safi tu. Mimi unajua kuna watu wengine wanadharau alafu hawajui nani. Mimi hapa nina issue yangu naisikilizia 300,000 hii hapa. Inakuja 300,000. Haya mimi ningepata 300,000 mtoto yeye angekubali vizuri 300,000 hii hapa sangekula bata hii. Ndio nakwambia usimdharau mtu usiyemjua. Alikuwa hajui kama mimi naweza nikamiliki yaani alikuwa hajui kama mimi muda wote namiliki 300,000. Unayemzitoka shenzi nini? Au kweli nanuka kweli mpaka nzi anakuja. God have mercy upon us. God have mercy upon us. Nakuja, ndio nilikuwa namalizia kufua hapa kakaangu. Haya, nakuja sasa hivi kakaangu. Shemeji. Niambie. Fresh kwa shemeji yangu. Safi, uko poa? Niko poa mzima lakini. Mimi mzima, sijui wewe. Fresh, mambo yanaenda? Poa yani. Fresh lakini? Yani mambo fresh. Mzima kabisa. Yani uzima upo kabisa? Yani uko poa lakini fresh kabisa. Wewe kulikoni? Mbona salamu leo nyingi asubuhi kulikoni? Salamu tu shemeji yangu. Salamu ndio zote hizo, maswali mengi. Nimekwambia niko poa ndio maana niko hapa. Unajua masuala ya ndoa haya ndio yalivyo. Govi nini? Pole bwana shemeji yangu. Pole ya nini? Unajua bwana shemeji, na siku hivi ilikuwa ni usiku. Nilikuwa nasikia mizozo ndani, sijui nini mara kwa sijapata ile muda wa kukutana na wewe. Kwa hiyo nilipokutana na wewe leo ndio maana nikakupa pole. Afu nielezee ikoaje yani? Mbona mambo nilikuwa nasikia mvurugano ndani. God have mercy upon us. Kulikuwa na mzozo wa simu. Maana nilikuwa nimeweka simu yangu chaji. Kwa aliporudi ananiambia vitoa simu yako niwekee simu yangu. Naona ndio ulisikia makelele hayo shemeji yangu. Mambo ya simu? Simu. Hapana. Mimi nilikuwa nasikia masuala ya mimba. Sijui umetoa mimba. Sijui umechoma sindano sijui kuzuia nini. Yaani mchezo ulikuwa kwenye mimba hapo. Mara wewe kwa nini umetoa mimba yangu? Wewe sijui unabishana nani? Bishano ulikuwa kwenye mimba. Kwa hapo ndio ulikuwa sijaelewa. Kwa hiyo ndio maana nikasema mimi kama jirani mwema nikutafute shemeji yangu nikuulize vipi. Sasa kama ulisikia, sasa unaniuliza nini? Kumbe na shemeji kama mbea. Unajua bwana shemeji, sisi kama majirani. Alafu yani itokea labda siku mmepigana huko ndani, mmeuana. Polisi wakija tu kwanza kuulizwa ni sisi. Bwana ilikuwaje? Ilikuwa mizozo nini? Sisi tutakosa cha kujibu sasa. Maana hatujui. Na ndio maana nimeuliza ili hata polisi akija siku mmepigana huko ndani mmeuana, hata polisi bwana akija bwana vipi ilikuwaje majirani zako? Bwana ilikuwa ni mzozo huu na huu. Na ndio maana nauliza ili nipate ushahidi. Hata siku mkija kuuana mimi polisi najua nini cha kuwajibu. Tulielewana, hamna shida shemeji yangu. Kwa sasa hivi mambo shwari yani sasa hivi. Ila pole. Nimeshapoa shemeji yangu. Shemeji yangu na napenda umbea. Unaona dadangu? Unaona pote nilipolima hapo. Umelima wewe? Nao makubwa. Kwa hiyo hicho ndio ulichonipigia simu kwa nije niangalie ulivolima au? Hapana, malengo sio hayo. Malengo. Twende kwanza pale. God have mercy upon us. Kuna nini? Na sikuelewi kakangu. Hapo sasa uliposimama ndo lengo na kuomba usogee kwa huko kidogo. Kuna nini? Kwambia sogea huko kidogo. Nimesogea kakangu. Kaka, hebu niambie, kuna nini? Unajua nini?
Yaani mpaka mwenyewe nashindwa kukuambia kwa sababu kitu ni kizito. Wewe sema kuna nini? Mbona sikuelewi, jambo gani zito hilo? Yaani hapa natamani nikuambie lakini unapoona hapa yani. Napaona. Ninashindwa. Yaani wewe mbona nitisha? Kuna nini? Maana niambia napaona hapa. Napaona si unaona pako kawaida. Kuna nini kakaangu? Hebu niambie. Ni kweli? Lakini hapa sasa hapa ishakuwa ngumu hapa. Yaani zinakuwa nyingi kaka. Funguka, kuna nini? Sema nini dada? Sema hii jambo zito kweli yani. God have mercy upon us. Umechanganyikiwa? Hapana, sijachanganyikiwa. Ila unajua hili jambo unajua ni sio acha. Hebu funguka kakangu, kuna nini? Mwenzio unanitisha. Kuna nini kakangu? Kwa leo imenishinda kwa sababu hiki kitu ni kizito sana unajua. Mpaka nashindwa yani. Wewe nikuulize kitu kwanza, wewe si ni kakangu? Ni kweli dada yangu naelewa, lakini kwa leo imenishinda kwa kweli yani. Ukipata shida si unaniambiaga? Nakwambia ndio maana hata nikakupigia simu uje nikwambie hili jambo, lakini limenishinda kwa sababu jambo ni zito. Hebu niambie sasa kakangu kwamba hapo kuna nini? Hebu niweke wazi kakangu. Nitakwambia siku nyingine dada yangu kwa leo, lakini imenishinda kwa leo, mimi siwezi kabisa yani. Mpaka hadi hapo penye kichwa kinaniuma, nashindwa kukuambia. Yaani wewe basi wewe mwenyewe sasa siku ambayo ukijisikia kuniambia kakangu utaniambia, maana wewe ueleweki, mimi naenda bwana. Sio hivyo. Yaani mimi naondoka kwa maana wewe. Yaani kwa leo nisamee dada yangu. God have mercy upon us. Jambo lishakuwa ngumu. Kwa mimi nitamwambiaje? Maana jambo zito hili. Tamwelekezaje kama hapa nimemfikia mtu? Hivi ni kweli? Najua leo tuache utani. Yaani leo nahitaji uniambie wewe kilikukuta nini mpaka kapelekea mimi nikaa na uwezo wa kukuona peke yangu. Watu wengine hawana huo uwezo. Hamna ambaye anaweza akakuona wewe. Hamna ambaye anaweza akakugusa wewe. Yaani mimi sielewi nini ambacho kilikukuta mpaka ukawa hivyo. Mpaka kapelekea wewe ukawa katika hiyo hali. Mimi nilishtuka tu nipo uchi. Katika harakati za kutafuta nguo kujihifadhi. Nikashangaa watu wanapita hawanioni. Nilihisi kama ndoto. Ila muda unavyozidi kwenda naona ni uhalisia. Hata hapa nilikuwa nakuja mara kadhaa ila ulikuwa uniona. Ila siku ile alivyokuja rafiki yangu Rusi, nikaingia ndani ya mwili wako, sikuweza kukaa hata dakika moja. Toka siku hiyo nashangaa wewe mwenyewe unaniona. Hata mimi mwenyewe sielewi. Najiuliza wewe ni nani? Mimi ni Abduli. Sio hivyo, ni uhalisia wako wewe. Kuhusu hilo swali kwamba ni kwa nini mimi nina uwezo wa kukuona peke yangu na watu wengine hawana uwezo huo wa kukuona, hata mimi sielewi. Yaani sielewi kwamba ni kwa nini nakuona peke yangu na watu wengine hawana huo uwezo wa kukuona wewe. Na ndo maana nikawa wa kwanza kukuuliza hilo swali kwamba ni kwa nini mimi nina uwezo wa kukuona peke yangu, ni kwa nini mimi ndo na uwezo wa kukugusa. Yaani nashindwa kuelewa hata mimi. Wewe kimekupata nini mpaka kapelekea uwe hivyo? Yaani nahitaji maelezo kutoka kwako. Ni nini hasa ambacho kilikukuta mpaka kapelekea wewe ukaa katika hiyo hali? Sababu ilionikuta mimi kuwa hivi. Twende nikuonyeshe. Wewe kila siku umekuwa ni mtu wa kwenda kuonyeshana. Sasa sio twende kule tena ukamshiki mtu mwingine makalio. Hapana, twende nikuonyeshe nini kilinipelekea mimi kuwa hivi. Sawa, tunaweza kwenda. Sawa. God have mercy upon us. God
God have mercy upon us. Naona huyu mjinga amelima pote hapa kupoteza ushahidi. Unaona hapa mimi ndo nilijikuta ni pouchi. Najua wewe unanichanganya. Tumeingia kwenye mji wa watu, wenyewe hawapo, hatujabisha hodi, tumekuja moja kwa moja mpaka huko uwani. Asa ndo mwenyewe akatukuta huku. Unafikia na tufikiriaje sisi? Si ndio tunaanza kuonekana sisi wezi? Hapana, usiogope. Si ndio nimekuita hapa nikuelezee. Kwanza hapa ni kwa nani? Hapa kwa mganga. Mtume. Wewe kwa mganga. Usiogope bwana, usikimbie, njoo tu nikuelezee. God have mercy upon us. Niambie. Si unaona hapa sasa? Mimi ndio hapa nilishtuka nikajikuta nipo uchi. Kwani ndo hapa? Ndo hapa. Ilikuwaje sasa ukapata kaya? Yaani mimi na mganga kuna issue tulikuwa nayo. Mganga kuna issue alinifanyia, ni story ndefu la siwezi kuelezea yote. Sasa katika harakati za kufanya ile issue, mganga akanifanya nilikuwa na mkojo unanibana. Nikienda chooni mkojo hautoki. Asa nikajua kabisa moja kwa moja huyu ni mganga ndo kanifanyia hivi. Nikamfuata mganga. Katika harakati za kubishana au kusukumana, mganga akanikanumba. Kwa nikaona hapa nimekufa. Nikawaona malaika. Nikaona watu wamevaa nguo nyeupe. Hiyo siku ilikuwa ni siku ya kampeni. Ile kama ile ya mzee tupa. Akaja malaika na shetani. Nikapelekwa, shetani akanichukua akanipeleka jana. Kwenda kule nikakuta mzee tupa saliona wanawake wazuri kule. Mimi nikakuta wanaume wazuri, wana vifua, six pack zile. Baada ya muda kidogo malaika akanichukua nikaenda mbinguni. Nilipofika mbinguni, kule mbinguni hakuna mambo mengi kama motoni. Kuna wakaka wazuri, handsome, wana vifua. Kule mbinguni wanasifu tu na kuabudu. Mimi nikamwambia malaika huko, mimi huku sijapaelewa, nirudishe motoni. Niliporudi motoni, wale makaka wa handsome siwaoni. Naona tu moto unawaka, watu wanaungua, wanalia. Nikamwambia malaika, mimi hapa sijapaelewa, nirudishe mbinguni. Malaika akaniambia wewe ushachagua motoni, akanisukumia wewe nenda motoni. Nilipoona kule sipaelewi, mimi nikatoroka. Kwa hiyo nakwambia umetoroka motoni, umeikimbia jahannam. Nimetoroka. Sasa unajua mimi ndo nina uwezo wa kukuona peke yangu. Kwa hiyo kwa maana hiyo na mimi nimekufa au? Hapana, wewe hujafa. Ungekuwa umekufa watu wengine wasingekuwa wanakuona. Sasa wewe unakula nini? Mimi si njaa. God have mercy upon us. Basa. Naomba kwanza tutoke katika huu mji wa watu na twende nyumbani tukaongelee huko au twende sehemu nyingine tukaongelee. Ila kwanza hapa katika ile eneo la watu. Naomba tukao tutoke kwanza. Mwenye si atatukuta hapa kama mengine hapa. Sawa. Ujue kutoka jahannam Mama Ashura sio mchezo, ujue Mama Ashura. Jesus! Mama Ashura. Wewe Mama Ashura? Jesus. God have mercy upon us. Hiki nini? Mtu anatoka jahannam. Sasa mbona ghafla kapotea? Taswira kaenda wapi? Ngoja kwanza nioge. Alafu nitulie. Tukapo niende huko mjomba aliponiagiza.